Majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Kipindi ambacho unasikiliza ni Baraka 16 kutoka Baraka 1 TV. Na mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and only town DJP Mzee wa Ngwasuma, ambaye unakurushia haya matangazo moja kwa moja kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama nimechukua nafasi hii ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo nataka niweze kukuletea, kuweza kuongea na wewe kutokana na mazingira ambayo tuko tunapitia sasa hivi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Cha kwanza ni kwamba kuna parade kubwa leo hii ambayo inafanyika maeneo ya Runingu. Wazalendo wamekutanana kwa ajili ya kuweza kuzungumzia harakati za taifa na kuweza pia kuimarisha misingi ya taifa. So tutakwenda kushuhudia baadhi ya vitu kutoka kwenye uwanja wa mapigano. Na jambo lingine la pili muhimu ni kwamba tuendelee kuhamasisha watu kwa ajili ya kuwatengeneza psychologically kutokana na jinsi wako wanadanganywa na hii movement ya M23. Na kitu cha tatu ni kwamba yale ambayo niko naongea kwamba hii vita haiko vita ya Kongo tu, hapana. Ni vita ambayo inahusu pays za Grand Lac na pays za Afrique de l'Est. Juzi coalition ya Redi Tabara na FNL wameweza kuungana kutengeneza coalition moja. Coalition moja yenye iko dirige na Sebampema mwenye iko suteni na Rwanda, ekipe na Rwanda na Twigwaneo na M23, na wametangaza rasmi ambition zao za kusema wanataka kuranverse pouvoir ya Burundi. Unaona pale? Wanataka utawala wa Burundi waweze kuangusha, wao ndiyo watawale. Hilo limefanyika milima ya Mwae au Plateau, na biko seconde biko ekipe biko si wanapewa kila kitu na Rwanda. Sasa hii mambo ni kwa sisi kuweza kuwa makini na kufanya uchunguzi wa kina, tuone je, hii vitu ni kwa ajili ya faida yetu ama iko na faida ya watu wamoja. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka 1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kunapata matangazo yetu kila wakati. Matangazo haya pia unayapata kupitia Mutula FM kutoka Shabunda, na vile vile usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matokeo mengine yote ambayo yako na ridima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na usikose pia kuungana na sisi kupitia operation Saidia Muzalendo. Niende tu droit au but. Na gusia hili swala la waasi wa Burundi. Kuna watu baadhi ya Warwande wenye wako M23, ikiwemo Rwanda wengine wenye viko Minembo na sehemu zingine, wako wanalalamika, jeshi la Burundi, jeshi la mercenary wa Burundi wanafanya nini huku wa Burundi. Unaona kenye Burundi iko inafanya Mkongo leo, ndio kenye Rwanda ilikuwa inafanya Mkongo kupitia operation amani sio amani leo, operation Kimya D. Kimya D, operation Kimya A, Kimya D ilikuwa ni operation ya kuja kubatafuta FDLR. Operation yenye inaitwa Sokola D, Sokola 1, Sokola D ilikuwa ni operation ya kuweza kusafisha magrupe arme za Mkongo. Operation amani leo operation amani leo ilikuwa ni operation kwa ajili ya kuwasaka wanani wa FDLR kutoka Rwanda. Na arme rwandeze iliingia Mkongo, ilikuwa na mikataba na serikali ya Kongo ya kusione mu territoire zetu zote, mu frontiere zetu zote 9 bila kuwa inquiete. Na walifanya hivyo utawala wote wa Kabila, hawakufikia hatua ya kuweza kuwaneutralize wa FDLR. Tukaja kuelewa kwamba ile ilikuwa ni michezo, ilikuwa ni pretext yao,
balikuwa na kitu hapo kingine yenye walikuwa wako wanafanya. Ndio hii matunda yenye tuko tunaona leo ya operation zao zenye walikuwa wako wanazimene huku kwetu. Sasa leo tuko na armée burundaise. Operation ile ya armée burundaise kuja kuwatafuta FDLR. Ni kuwatafuta Red Tabara FNL. FNL wanaamua sasa kutoka rasmi, wanasema wanafanya koalisio yao, na koalisio yao ni kwenda kurenverse utawala wa Evariste Ndayishimiye Burundi. Sasa ule mwenye iko na lalamikia jeshi la Burundi Kongo, eske iko na akili ama hana akili? Ndio uone kwamba tuko na kila sababu ya armée burundaise kuingiza vikosi mu RDC. Na viko vinaingia ni kwa malengo ya kuneutralize ba rebel ba Burundi wenye walikimbilia mu Kongo. Na walikimbilia mu Kongo biko soutenir na banane, biko soutenir na ba Rwanda mu Kongo. Kwa mtu mmoja mwenye niko naongea naye ni anajitaka sasa ni Kongole lakini ni Swandiza Munyamulenge. Anasema ebo wanapenda amani, tuache masuala ya ubaguzi, tuishi sote kwa amani. Jeshi lenye litaleta amani na kuondoa ubaguzi ni MRDP Twigwaneho M23. Kisha akasema unaona mambo yenu yenye mko mnatiatia mweye haitafanya kitu. Kule Minembwe, basi Minembwe kuko nini? Minembwe hakuna kitu. Biko kule tu ni baraia, Minembwe ni baraia. Sasa mwe jeshi yote sa Kongo na ba mercenaires ba Burundi mnashindwa kutoa wale baraia pale Minembwe. Habana hata silaha, habajui hata mafunzo. Nasema ewan, hawa watu mbona ni watu mmoja wa ajabu sana. Nikamwambia ndugu yangu, unaona nyinyi shida yenu, hiyo ndio tatizo lenu. Ni waongo wa kwanza wale juu. Mko waongo wenyewe, ampendaji kusema ukweli. Unaenda niambia Minembwe, wenye kuwa Minembwe ni raia, wenye kupigana Minembwe ni raia. Unaniambia ki MRDP Twigwaneho hawana nguvu, hawana force, hawasaidiwi na watu wowote. Kweli? Kisha unasema ki mnataka amani. Tena unasema ki amani italetwa na M23 Twigwaneho. Renverser pouvoir yenye iko democratiquement élu. Ndio unasema ki mnakuja kusaidia watu. Nikampa mfano moja. Nikajaribu kumuonesha kwenye walitokea wao ni watu wa aina gani. Asa bibi yote ni vya zamani ile historia ni zamani, na mimi nilizaliwa nilikuta ile historia. Sasa kama ulikuta ile historia, haujui kwamba inchi ni histoire. Etazi niko pale ilitengenezwa kwa histoire. Esclavagisme banuari kutoka Afrika ndio walijenga Etazi. Ushelewa? Kwa kila kitu kiko na histoire. France iko na historia yake. Russia iko na historia, China iko, kila inchi iko na historia yake. Na wanajua huyu alitoka huku, huyu huku, wakakutanana wakatengeneza. Sasa nyinyi wenye kutoka huku na huku amtaki kujikubali kama nyinyi ni watu wa aina gani. Nikajaribu kumuonesha mfano gisi wanakuaga. Wenye kuwa Minembwe ni Wanyamulenge. Wenye walikuaga kule maeneo ya Vyura ni Wanyavyura. Wenye wako Masisi ni Wanyamasisi. Ruchuru Wanyaruchuru. Goma Wanyabwisha. Kwenda Ituri Wahema. Sawa? Sasa nyinyi ni watu gani? Unaona sie tunafanana lafuzi yetu na Kirundi ni Wanyaruchuru, ni wale ni Wanyaruchuru, na sisi huku Minembwe ni Wanyamulenge. Kila watu yuko ona wa watu hivi, nyinyi mko na akili gani? Mbona hamueleweki? Ushelewa? Nataka kusema nini kwamba unakuta ni watu wenye wako wanajililisha mfaso kwamba wanajivictimize waonekane kiwao wako feble, na ile ni kote foro yao. Wakija kuzinduka hivi wanazinduka na kaniambia sona gizi tunakaa kimya hivi. Tuko tunajipanga, tutashuka moja kwa moja mpaka tukamate Baraka na kwenda Kalemi. Nikamwambia okay sawa, lakini huko mtafika. Hiyo manevro zenu zote zenye mko mnafanya hizo ni mbio za sakafuni, uishiaga wapi? Ukingoni.
Lakini pointi yenye alikuja kurevele ya mwisho yenye ilinibamba sana ni kwamba unaona hii vita Rwanda iko na maobjectif yake, Twirwaneho iko na objectif yake, M23 nayo iko na objectif yake. Sasa tunajikuta sisi wote tuko tunapiganisha serikali. Kwa hiyo tukaungana, kasema kumbe mnakubali kwamba Twirwaneho iko nasaidiwa na Rwanda. Rwanda inakuja Mkongo kwa maslahi yake na nyinyi pia mko na maslahi yenu, kisha mnakubali kutumika kwa pamoja. Sasa nikauliza swali kwake, je, mtu gani ndugu wa familia ataenda ungana na adui nje kuja kupigana na ndugu zake wa familia? Eske ule familia itamkubali? Eske familia itampenda? Jibu ni hapana. Kwa hiyo kama nyinyi waswandiza Wanyamulenge mko mnaungana na Wanyarwanda juu ya kuseme terere mu RDC, mnategemea sisi tuwafanye nini? Tuwakamate watu wa aina gani? Ndio hii na ndio hii tahadhari yenye iko hapo. Kwa hiyo uwepo wa jeshi la Burundi ni jambo la muhimu sana. Na zolo baboye armée burundaise, donc biso ba congolais na mboka oyo toza na besoin mingi ya armée burundaise. Il faut ba burundais bakota na mboka na biso po baya ko aider biso. Pona nini? Eza pona biso te, eza pona malamu na bango moko. Groupe oyo ya Redi Tabara na FNL il y a 2 jours basanganaki na réunion moko, y compris les généraux Aradiev, Twirwaneho, basi ba créer mouvement moko ya Redi Tabara na FNL oyo balobaki bango moko ke ambition na bango eza ko renverser des pouvoirs ya Burundi, bazwa Burundi. Je vais vous rappeler une chose, une petite histoire. Quand le FDD-CNDD était au Congo, cette coalition-là, bon, c'est pas une coalition, c'était un groupe armé. Balweza kuwa en collaboration avec les autochtones, les Maïmaï et le gouvernement congolais. Et ils ont fait un grand job. Walikuwa wanatusaidia vita zidi ya RCD, zidi ya AFDL, et après un certain temps baka renverser pouvoir ya Burundi. C'est la même méthode yenye Redi Tabara na FNL wako wanajaribu kutumikisha, en croyant que wakikubakia huku Kongo wakiungana na hawa wataenda kurenverser le pouvoir ya kule. Sasa wanasahau kwamba CNDD FDD ilikuwa ndio iko na serikali en place. Sasa hebu biko na barebele. Tandisike bale barebele na biko wanawindwa na serikali. Ina maana wanawindwa na serikali mbili, serikali ya DRC na serikali ya Burundi. Lakini tuko na 1000 moyens ya kuweza kuganye hii vita juu tuko na ni serikali mbili ndo ziko zinaungana, na tena FDLR CNDD FDD ambayo inaongoza Burundi ni watu wenye wanajua hizi magerila manini aina mbalimbali ya vita. Wameishi porini, wanajua taktiki za pori, wamepigana mwingine, wanajua. Kwa hiyo wameishi mpori miaka mingi, wanajua nini maana ya rebellion, na hawezi kufanya azar giso wametangaza ambisho yao azarani, na ilikuwa inajulikana kwamba ile ndio lengo lao la kurenverser pouvoir juu walishindwa mu 2015. Kwa hiyo serikali ya Burundi inapokuja huku Kongole hautakiwi kulalamika. Wanakuja ni juu ya kutusaidia sisi pia na kujisaidia wao wenyewe. Juu hii rebellion ya Redi Tabara na FNL bakiacha iendelee kukomaza mizizi huku, un jour utasikia Burundi mambo inaribika. Biko na recruter bapeti ya Burundi kuwatoa mu makambi, banawapeleka kule kumilima kwa kupatia morale ke batenda kuchukua pouvoir Burundi. C'est à nous maintenant, nous les Congolais, avec notre armée, tufanye chini juu kuweza kuneutralize hii menace yenye iko inajitokeza hapa. Tofauti na hivyo tutakuwa tuko tunaperde muda pour rien. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni kutoka huko maeneo ya milima ya Nyanja ya Juu. Mzee William Amuli Kutumba alikuwa Fizi. Alizungumzia kuhusiana na hali yenye iko inaendelea RDC na kuonesha namna ambavyo waliweza kupewa ile nafasi ya kuitwa kuja kutetea taifa na rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kwa hiyo hawezi kuenda kinyume na apele ya chef de l'etat.
ni kauli ya mzee William Amuni ya Kutumba. Kama iko hapa ni kwa sababu aliitwa na chef de l'etat na anatakiwa kuramplir matashe zake en tant que délégué wa chef de l'etat ku niveau ya wazalendo, na wazalendo wanatakiwa wakuwe discipline kufatana na kanuni na taratibu za nchi gisi zinasema. Kwa hiyo yote mwenye iko nenda tofauti na hivyo, iko nenda ndo tofauti na matako ya rais wa nchi bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nizungumzie swala la ndugu zetu wa Katanga. Wale wenye wako wanafikiria ke utawala wa M23 utawasaidia kitu. Ndugu yangu, uko unajidanganya. Unajidanganya moja ya hali ya juu. Nikwambie tu, nikuweke wazi uelewe hili swala. Hakuna msaada wowote ambao wewe utaupata kutoka kwa M23. M23 haiwezi kutusaidia kitu sisi Bakongole. M23 haina ambisio yoyote ya kusema we Katange mwenzangu ndiye ndo utakuja kuwa presida wa nchi. Ase we Katange mwenzangu ndo utakuja kuwa nani wa nchi. Hakuna. Bali chochote kenye utakuwa uko unafanya, utakuwa kuna kifanya kwa maslahi yao. Unaona kitu kimoja hapa, tuelewane. Un vrai Congolais kabisa d'origine hawezi tumika sous pression ya étranger. Kama Kabila aliweza kuresiste ile miaka ni kwa sababu haiko Congolais d'origine. Ile damu yake ya Bukongole ile haikuwa ndani. Kamata mfano ya Moise Katumbi. Na vile vile Moise Katumbi ilikuwa ni shua ya Paul Kagame kuwa gouverneur wa pale Katanga. Unafikiri ni minere ngapi zenye Moise alikuwa na favorize Paul Kagame na Yoweri Museveni? Unafikiri ni madini za thamani ngani? Sasa wewe Katange mwenye uko unakuja kudanganywa, wanakuletea bla bla, unaamini kwamba M23 ikifika Kalemi, ikifika Katanga utanufaika. Hautanufaika na kitu. Utakuwa masikini wa kutupwa, hautajere ni finance, hautajere ni administration, hautafanya kitu. Kwanza kumbuka, hawa watu wanatona kwamba sisi ni bijuju, hatuna akili, kwa hiyo hatuwezi kuongoza kitu. Ina maana kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika ni wao ndio watakuwa wanatuamulia sisi tufanye. Sasa ndugu yangu, wewe utakuwa uko wapi? Wanasiasa wako wanatudanganya. Na Cornel Nangaa gisi iko pale, azana loko mokote, Nangaa alobakati, azana moa dire te. Donc toute chose ozoleka na M23 ezo utakaka na James Kabarebe. James Kabarebe bapesa kaende makambo. Nani pesa kaende makambo? Paul Kagame. Ba instruction nyonso eutakashe Paul Kagame directement na Kabarebe. Kabarebe nde anatumaga sasa kuba watu wengine. Donc c'est notre devoir kwa tunaambiana clair, tunawekana wazi kwamba fason yenye tuko tunaenda sie Bakatange haiko fason ya mzuri, ni fason yenye uko mbele tutakuja kujua. Sasa hatupendi watu wajute huko mbele ya safari. Hiyo ndio problem. Mimi mara mingi sipendagi mtu ajutie kwamba ningejua nisingefanya. No. Ndio maana nakwambiaga mapema ili uchukue maamuzi. Kama utaenda hautaniona tena mimi nakwambia hili swali. Sababu tulikwambia au kusikia ukachukua njia yako, nenda huko na lolote ambalo litakukuta hiyo ni shauri yako. Lakini ili kuweza kukuepushana na haya mambo, tunakwambia mapema kabisa kwamba hii njia haiko njia sahihi, achana na hii njia, itakupeleka pabaya. Of course njia ya M23 ni njia yenye iko napeleka watu sehemu mbaya. Kwa hiyo hautakuwa na manufaa yoyote ile endapo M23 itafika Katanga. Hakuna. D'ailleurs mshaona bandugu yetu Bahari Maji, ba Daniel Safu, ba Cornel Nangaa, wengine banani, unaona mazingira yenye biko wanaishi. Huko unawaona. Mekuko watu wenye biko chini ya carpet. Benye abajulikane mu mouvement ba Rwanda biko bien payé. Ona watu wengine hapa juzi ndo wamepata kama ni ma 80,000 ma 50,000. Ushaelewa? Sasa jiulize, huko unapigana miaka na miaka, unapoteza maisha, wengi wanapoteza maisha, upewe 80,000 après 2 ans. 80,000 après 2 ans. Kisha maispoir wanamwambia ke serikali ya Kongo itabalipa
sanye bana baingiza mu mixage na brassage, kitu kenye akitafanyika. Donc mko mnajisacrifier pour rien. Unaona? Hapa nazungumza na watu igwaneo. Mko mnajisacrifier bure. Amtaingia mu armée congolaise. Sio gisi serikali ya Kongo iko naanza kuwakataa ba Congolais mu formation. Après formation bana bafanyia ma examen, banawaambia nono hapa biko ba inapt. Hawataweza jeshi. Banakuwa ekarte. Ba Congolais d'origine. Bazalendo pia hivyo. Après hivi hapa bataingia mu cantonnement, banaanza kufanya ukaguzi. Huyu hataweza pembeni. Sasa mwe ba Rwandese watabacha. Na waibia tu siri, hii ni façon ya kubaekarte wakati ya cantonnement. Na ile itafanyika sasa, ili kuweza kuepukana na hii, mnalazimika kuweka silaha zenu chini. Mwache kusikiliza maneno kutoka aye. Mwendo mko mnavivre sene kukomba. Ndio mko mnaona kisa hali iko naenda. Ili kuweza kujepusha ni kuweka bunduki zenu chini na mtakuwa epargne. So nafikiri ni hivyo. Embu tufanye hivi kisha ndo tunakuwa tunamalizia matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Pale pale kumanyongeo